Na mtazamaji, ni saa 1 usiku saa za Afrika Mashariki, nikitumai kwamba siku yako imekuendea vyema mahali popote ulipo. Hujambo na karibu kwenye taarifa zetu za KTN leo. Tumekuandalia taarifa mbalimbali kutoka kote nchini, lakini hata kabla kuendelea mtazamaji, tupate baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia hapa KTN kwenye vidokezo. Familia zilizowapoteza wapendo wao baada ya kupotea wakati wa maandamano ya Gen Z mwaka 2024 zasalia na makovu, kukosefu wajibikaji na juhudi kutoka kwa serikali ukiongeza chumvi kwenye vidonda vyao. Hatma ya wanafunzi 8 wanaokabiliwa na mashtaka kufuatia mkasa wa moto ulioteketeza bweni la shule ya upili utumishi haijabainika baada ya mahakama kuu kuahirisha uamuzi kuhusu iwapo wataachiliwa kwa dhamana kufuatia madai kwamba wamekuwa wakipokea vitisho wakiwa rumande. Mamilioni wa Kenya wapo katika hatari ya kuambukizwa virusi vya HIV kufuatia kuwapo kwa vifaa feki vya vipimo na dawa feki aina ARVs katika soko la dawa nchini. Bodi ya PPB yapasua mbarika. Na mtazamaji, hujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Millicent Randa. Karibu. Na familia ambazo wapendo wao walipotea wakati wa maandamano ya Gen Z ya mwaka 2024 bado zimezama katika maumivu makali. Kutoka kwa Bob Njagi, Bernard Kavula, Peter Mutete na Steve Kavingo hadi mwathiriwa hivi majuzi Davis Lichuma, orodha waliopoteza maisha katika njia ya kutatanisha inaendelea kukua kila uchao. Lakini hata katika lindi hili la maumivu makali, serikali ya Kenya imechagua kutokiri kabisa maumivu hayo na kuomba msamaha kwa wananchi wake. Badala yake inaendelea kukanusha na kujitia hamnazo. Kwa mfano, katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Daktari Raymond Omolo anasisitiza kwamba serikali ya Rais William Ruto ni safi kama pamba, lakini ni lini serikali hii itasitisha na kusikiliza kilio cha taifa linalotaabika? Mwandishi wetu Francis Utuma na taarifa zaidi. Davis Lichuma ni mwanaharakati shupavu wa haki anayeweza kukabili mtihani wowote, lakini leo hii yu dhaifu na mnyonge, akipambana na afya yake katika kitanda cha hospitali. Huenda ikachukua wiki na hata miezi kadhaa kabla hajarejea katika hali yake ya kawaida. Kwa siku 3 mfululizo, familia yake ilikita kambi kwenye vituo vyote vya polisi na hata vyumba vya kuhifadhi maiti wakimtafuta Lichuma. Wanaharakati wenzake wamekiri kushuhudia Lichuma akichukuliwa na mawakala wa serikali waliofunika nyuso zao nje ya bunge na kumrusha ndani ya lori la polisi. Na licha ya yote kutokea hadharani, serikali ya Kenya inaendelea kushikilia kuwa haihusiki hata kidogo. Lakini kama si serikali, basi ni nani? Tangu tuchukue ushukani na Mheshimiwa Rais William Ruto has been very clear katika uongozi wake hakutakuwa na mambo kama hayo. Na pia tumekuwa na watu wanasema wamekuwa abducted ama wametekwa nyara. Mwishowe unapata ni watu walikuwa wanataka kupatia ama kutupa lawama kama serikali, na kwa hakika ni watu walikuwa wamejificha kibinafsi. It's very disappointing is that he was arrested by uniformed police officers, taken to Central Police Station, and then he was removed from a gazetted police station and disappeared. Utekwaji unaohusishwa na serikali umesababisha maumivu kwa baadhi ya Wakenya. Mchakato ambao makundi ya haki yanasema umeendelea tangu serikali ya sasa ilipochukua usukani. Maxi from Mathare was abducted a few days ago. Zizo from Kiamaiko. I think you've seen the protests. And these individuals are still missing to date. So we are telling the police, you are not above the law. Kenya is not a police state. Every institution that operates within this country must operate within the confines of the law. Lakini kile ambacho katibu Omolo anaonekana kukipuuza ni kwa Rais William Ruto mwenyewe wakati mmoja alionekana kukiri kuwepo kwa tatizo hili mbele ya dunia. Tarehe 12 Mei mwaka uliopita, akikutana na Rais wa Finland Alexander Stubb Ikuluni, Rais aliahidi hadharani kukomesha wimbi la utekwaji huu. Maneno yake yakionyesha kuwa serikali yake ilijua mawili matatu kuhusiana na swala hili. People who disappeared have or who are abducted in what you said, all of them
have been brought back to their families and to their homes. And I have given clarity and firm instructions that nothing of that kind of nature will happen again. Katika miezi iliyopita nimeripoti kesi nyingi za utekwaji nyara, kesi zinazoashiria uhusika wa serikali. Wakati wa kilele cha mauaji ya Gen Z mwaka 2024, niliwahi kukutana na mama huyu aliyekuwa amedhulumiwa nje ya makao makuu ya DCI, barabara ya Kiambu. Alitoka Waitethie, Kiambu, akimtafuta mwanae aliyepotea. Nipate mtoto wangu, mimi naomba serikali nisaidie kutafuta mtoto wangu. Kwa sasa tumefanya kenye tunaweza fanya. Tabitha Wanjiru alikuwa karibu kukata tamaa kuwa hatawahi kumuona mwanawe Joseph Mwangi tena. Alipotea baada ya kuchukuliwa Githurai na watu wanaokisiwa kuwa maafisa wa polisi. Naomba tuzuieni siku ya wazazi. Wachilieni watoto wetu. Watoto wetu hawana mambo, hawana shida, hawana vita. Mama Mwangi baadaye akawa mmoja wa mama wachache waliofanikiwa kuunganishwa tena na watoto wao. Joseph Mwangi baadaye alikiri kutoroka kutoka kituo cha polisi cha Muthaiga. Niliblindfoldiwa, nikapelekwa place sijui, jisikia nikiwa nimepelekwa kwa kiroom tu hivyo, hata sijui ni wapi. Mwanaharakati Bob Njagi anasema alipitia mateso ya ajabu alipokuwa ametekwa nyara kwa siku 32. Nilifanya mahojiano naye siku chache baada ya kuachiliwa. I believe that those who abducted me must have been persons, either men from the state, and I believe they were police officers, but from some form of I don't know what kind of agency it is. Lakini badala ya kukabiliana na malalamiko haya kwa kufichua ukweli, kutoa majibu kwa familia zinazotaabika au kuwajibisha waliohusika, serikali yako imechagua kujitia hamnazo. Francis Ontomwa, KTN. Naam, kwingineko ni kwamba hatima ya